siasa. Baada ya kuyasema hayo, niwaambieni leo tumekuja kwa kazi maalum ya kukabidhi vifaa vya ujenzi, kama ambavyo ziara zinazounga mkoa wa Dodoma tutapeleka kiasi cha shilingi 500,000, lakini katika form ya material in order kwenda kukabidhi material yatakayokwenda kufanya kazi kulingana na hatua ambayo watakuwa wameifikia. Lakini katika wilaya yetu ya Mpwapwa wenzetu wamenunua nondo, lakini na mifuko ya simenti. Katika wilaya zingine wako ambao tutakabidhi matofali, wako ambao tutakabidhi mabati, wako ambao tutakabidhi simenti na nondo kama hivi. Hii ni kuashiria kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kipo imara, ni chama ambacho kinajiweza katika miradi yake, ni chama ambacho kinaweza kujiendesha katika shughuli zake. Lakini ukiachilia Chama cha Mapinduzi, ukija katika jumuiya ya vijana, jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dodoma, na yenyewe imejikamilisha, inaweza kujihudumia, na sasa tunaonesha mfano kwa kwenda kuhudumia wilaya zetu. Makofi matatu. Lakini hiyo yote haikufanywa na kuomba, haikufanywa na tone tone kama vyama vingine ambavyo havijaweza kujitosheleza. Nikiwaambia, mtuambie, mkitoa CCM mmewahi kusikia chama gani kingine kina mradi unaoendesha chama? Wataweza kweli? Matatu kwa CCM. Maana yake tupo sehemu sahihi. Chama chetu akihitaji kusumbua wananchi kwa ajili ya kuchangisha, kwa sababu tunaamini wananchi wanatakiwa wakafanye mambo yao binafsi ya kujikuza kiuchumi. Tunaamini wanachama wakafanye shughuli zao za kujikuza kiuchumi. Ndiyo maana tukaweza kuanzisha miradi ambayo ipo ndani ya chama chetu, miradi ambayo ipo katika jumuiya zetu. Kama vijana tu tuna nguvu. Ni kweli tunaweza tukaendeshwa na chama kingine ambacho hata kujitegemea hakiwezi. Kweli chama kingine chochote isipokuwa CCM? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu chama chetu kinaweza kujijenga katika masuala yote, katika mahitaji yote yatakayohitajika kwa wakati utakaohitajika. Lakini wenzetu kama hawawezi kujiendesha tu katika chumi zao binafsi, mpaka wakaombe kwa wengine, wanayo ile wanaendesha, wanasema tone tone. Chama chetu hakipo hivyo, na inaonyesha kwamba chama chao hakipo tayari na hakina uwezo wa kuendesha dola ya Tanzania, hakina uwezo wa kuingia katika madaraka. Lakini mpaka sasa tayari wameshakosa hata sifa za kushiriki katika uchaguzi mkuu utakaokwenda kutokea Oktoba. Kwa hiyo ni wasihi vijana wenzangu, tuko sehemu salama, tuko sehemu nzuri, tuko sehemu ambayo inajali kesho zetu. Tuendelee kuwa washauri wazuri wa chama chetu, tuendelee kuwa wafuasi wazuri wa chama chetu, tukakilinde, tukakitetee, tukasemee chama chetu. Lakini sambamba na hilo, tukalinde viongozi wanaotokana na chama chetu, tukalinde mali zinazotokana na chama chetu, tukalinde wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini twendeni tukalinde wapiga kura wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kuyasema haya, sasa nipo tayari kwa ajili ya kukabidhi mali ambazo ziko hapa mbele yetu.